Yesu alizaliwa kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu na Bikira Maria. Alitungwa mimba. Yesu akazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu akafa, akazikwa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na kutoka kule atakuja kwa hukumu walio hai na waliokufa. Imani hii yote ni ya Wakristo wote, awe Mkatoliki, awe Lutheran, awe Anglican, awe Mpentekoste. Kwa hiyo familia ya Wakristo inaletwa pamoja na imani hii, na ndio msingi hasa wa imani ya Wakristo. Kanisa Katoliki ni nini? Kanisa Katoliki ndiyo baba mlezi au mama mlezi wa imani zote za Kikristo. Si moja kwa moja, lakini by implication. Waluteri wametoka Katoliki, Anglikana wametoka Katoliki, na hao wengine wote asili yao ni Katoliki. Wewe angalia, unafahamu vizuri kwamba Martin Luther alikuwa padri wa kanisa Katoliki, akatoka ndani ya Katoliki ndiye akaanza Uluteri. Padri wa kanisa Katoliki ndio kaanza Uluteri. Kwa hiyo Waluteri kwa namna fulani by nature ni wa Katoliki. Kama ukisoma historia kwamba kule Asia karibu watu wote ni wa China. Ukimwangalia Mjapani ni Mchina, ukimwangalia Mmongo ni Mchina, ukiangalia asili yao ni wa China. Lakini Mfalme Henry wa sita alikuwa askofu wa kanisa Katoliki, akatoka kule akaenda Uingereza akaanza kanisa la Anglikana. Kwa hiyo Anglikana kwa asili ni Ukatoliki. Ukileta na makanisa mengine haya asili yake ni Katoliki. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba Katoliki ni baba mlezi wa imani za Kikristo, si moja kwa moja. Na sisi Wakristo wote ni familia moja. Labda kwa sababu watu wengine ni Waislamu hawajui interpretation, tafasiri yake. Ukristo maana yake ni kuamini kwamba Yesu alizaliwa kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu na Bikira Maria. Alitungwa mimba.